Baba Askofu, Naam. Tunaelekea kwenye uzinduzi wa hekalu ambalo Mungu kwa maelekezo yake alikupa. Ndio. Ambayo ni tarehe 3 ya mwezi wa 5. Lakini kuna watu wengi sana wangependa kujua, Ndio, kama vile ambavyo sisi pia tungependa kujua, ni lini ulisikia mwito wa kufanya huduma au wa utumishi wako? Nashukuru kwa swali zuri, na kwanza kabisa nashukuru kwa nafasi ambayo umetupa, na ninawakaribisha na wote ambao watasikia. Ninashukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye mmeona vyema mpate interview hii. Mungu ameniita katika wito wa kumtumikia yeye kutokea rasmi mwaka 2002. Ndipo rasmi Mungu aliponiita na nikaanza kanisa, maana ameniitia juu ya roho za watu. Siku za nyuma zote ilikuwa naandaliwa, lakini ilipofika 2002 ndo nilianza kanisa rasmi. Ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2002. Yeah. Wow. Nini unaweza kusema zilikuwa ni changamoto za kanisa lako la kwanza, kwa sababu ndio ulikuwa unaanza huduma? Ni swali zuri. Nadhani ninaweza nikajibu mimi kwa namna hii. Ukishaitwa na Mungu hakunaga changamoto. Kibinadamu naitwa changamoto, lakini kibibilia ndio naanza kazi ya Mungu, vinaitwa vio vya kibibilia ama vio vya kiroho. Na vio hivyo vinategemea unapoitwa na Mungu. Cha kwanza unakaa na Mungu anakueleza nini. Hicho ndio cha kwanza. Ndio maana watu wengi wanaona maono, wanaona ndoto, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Mungu anapokuandaa, mambo ya kwanza ya msingi ndio ambayo yatakuja kubeba huduma yako kwenda mbele. Sasa yale ambayo unaitwa na Mungu, lazima uelewe Mungu alikuitia nini. Na baada ya kujua Mungu amekuitia nini, ndipo utaanza kutembea na Mungu hatua kwa hatua kwa yale ambayo alisema na wewe bila kuvuka mstari. Hizo ndizo yanapokuja kuitwa mapito ama vio vya kiroho, ili kufikia madaraja yako ambayo Mungu amesema na wewe. Ndio maana Biblia inasema hatua za mwenye haki zinaimarishwa na Bwana. Kwa hiyo ni madaraja, ni viwango vya kwenda kiroho, kama ambavyo umeahidiwa ufike mahali gani baada ya kuanza huduma. Yeah. Wow. Nimejifunza kikubwa sana. Sio changamoto sana, lakini ni chuo. Baada ya kupita kwenye vyuo vyako na madaraja na madarasa, nini unaweza kusema sitakuja kusahau ambacho pengine Mungu alikifanya kwako, au ambacho imekuwa ni somo kwenye hayo madaraja na vyuo vyako? La kiroho mimi sitaweza kusahau, kwa sababu kila nilipokuwa nafuatilia kwa uaminifu yale aliyoniagiza, kila wakati amekuwa akijifunua na kunielekeza kwamba nakwenda sawa. Lakini kibinadamu yale ambayo nilikuwa nayafanya kwa binadamu wakati mwingine ni kama yameleta aibu. Maana mara kadhaa kama nilivyosema, kanisa ninavyokwenda kulizindua sasa ni kanisa la 6. Sasa makanisa haya mengine yaliyopita yalikuwa na watu na changamoto ya kuvunjiwa kanisa, mara nyingine kukataliwa, mengine hivyo na hivyo. Kwa hiyo mpaka tumefika makanisa 5. Kwa hiyo yote yale ni uthibitisho jinsi ambavyo Mungu alikuwa ananipeleka step by step mpaka kufika hapo. Kwa hiyo nilichojifunza kutembea na Mungu baada ya kupata maono ya kufanya kazi yake sio kitu easy. Ni kitu ambacho kinahitaji muhusika ahakikishe anasimama na Mungu na asisahau yale aliyepewa maagizo. Ukishasahau maagizo, basi we huna wito tena. Utakuwa tu unahubiri nadharia ya kibibilia, lakini kwa kweli Mungu kutokezea inakuwa ni ngumu. Na ndio maana kama utaniruhusu, naweza nikasoma neno la Mungu mahali ambapo ninataka kukazia hayo. Unaniruhusu? Tafadhali.
Naweza tukaangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6. Anaeleza masema, na sasa Israeli, sikilizeni amri na hukumu ni wafundishazo, ili mzitende, mpate kuishi na kuingia na kumiliki nchi awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Anasema msiliongeze neno ni waamurulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu ni waamuruzo. Macho yenu yameona aliyoyatenda Bwana kwa sababu ya Baali Peori, maana wote waliomfuata Baali Peori Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yako. Basi ninyi mliambatana na Bwana Mungu wenu, mkaishi kila moja wenu hata leo. Angalieni, nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyo niamuru, ili mzitende katika nchi muingiayo ili kuimiliki. Mstari wa 6 na mwisho anasema, zishikeni basi mkazitende, maana hizo ndizo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa, watakaosikia amri hizi zote na watasema, hakika taifa hili ni kubwa, ni watu wenye hekima na akili. Unatofautishwaje na mataifa wengine? Wajua we ni mtu mwenye akili na hekima, umefundishwa kutoka mwanzo. Biblia inasema mshike hizi amri, maanake unapoitwa na Mungu ushike yale maagizo. Amekuagiza nini kutokea mwanzo? Amekupa miko gani? Unapoyafanya ndipo utofauti wa utumishi unapotokea. Tofauti wa utumishi hautokei kwa sababu mtumishi anajua mambo mengi. Unatokea kwa sababu anajua Mungu anasema nini kutoka mwanzo wa wito wake. Nafikiri nimekujibu sawa. Wow, umenijibu vizuri zaidi ya vile nilivyotarajia. Asante sana. Kwamba wito unaitwa, lakini mambo hayatokei tu kwa sababu umeitwa, lakini ni kwa sababu umetembea katika yale maagizo ambayo Mungu amekupa utembee kwayo. Yes. Kwa kama mtumishi kila wakati lazima ukumbuke wito wako. Yes. Wow. Na kufanya ushirika na Mungu kila wakati kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Safi. Yeah. Safi sana. Tumejifunza. Yeah. Najifunza mimi pia. Nadhani na watakaosikia watajifunza pia. Karibu sana. Baba, tunaelekea hili kanisa la 6. Ndio. Hili kanisa la 6 ni kanisa la utukufu sana. Ndio. Ni kanisa, lakini kama ambavyo umekuwa ukituambia ni hekalu, kwa sababu Mungu alisema umjengee hekalu. Yes. Ili hekalu lina maana gani kwako? Okay. Maana kubwa moja, linampa Mungu utukufu kwa sababu nimefika mahali alitaka nifike. Amen. Hilo ndio la kwanza. Amen. La pili, kibinadamu linadhihirisha kwamba watu watakuwa wamesoma nimetokea wapi mpaka hapa nilipofika. Hata kama wengine walikuwa hawaamini kwamba mtu huyu atafika, mtu huyu hajaitwa, mtu huyu iko hivi. Sasa inajieleza wazi kwamba ni nani basi angenifikisha mahali hapo nilipofika. Amen. Yeah. Amen. Yes. Kuna na akina Tomaso kwenye njia. Ndio, hawakosekani. Amen, amen. Ndio. Baba Askofu, labda swali lingine. Tawa. Watu walikupokeaje wakati unaanza huduma? Kwa sababu kuna ambao walijua wewe umetokea kwenye familia ya Kiislamu. Kuna ambao walijua ukiwa ni mlevi. Walipokeaje ulipoanza huduma yako? Cha kwanza, mimi Mungu aliponiita kwenye wokovu, cha kwanza mtu anaokoka. Watu wengi haikuwa shida, upande mwingine walifurahi kwamba nimeokoka kutoka kwenye Uislamu. Lakini upande wa familia zetu zote mbili, upande wa wazazi wangu, upande wa wakwe zangu, hawakutuelewa kabisa. Waliona kama tumepotea. Japo baadaye walitupenda, hata sasa sisi ni watoto wao kweli kweli. Amen. Lakini baada ya utumishi huu kuokoka na Mungu alipoanza kuniandaa kwa ajili ya kumtumikia, kidogo ilikuwa ni ngumu kidogo, kama ambavyo nilisema ya kwamba kwenye ulimwengu wa roho Mungu anamtokea mwanadamu, anampa maono, anasema naye waziwazi, anampa neno lake,
unaandika kila kitu, na sio mara moja, mara mbili. Mungu alianza kusema na mimi tokea mwaka 1999 mpaka 2001. Yote yalikuwa ni maandalizi. Na baada ya hapo aliponiambia sasa na kutenga rasmi. Kumbuka Biblia nasema waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. Kwa hiyo unaitwa, unaweza ukaitwa, na ukati unaandaliwa unaweza ukafeli. Unafelije? Unaweza ukafeli kwa sababu huzingatii yale ambayo Mungu anakupa. Maana yake hufanyi kazi kwa akili yako. Lazima uzingatie Mungu anakupa nini, miko yake ni nini. Kwa hiyo niliandaliwa zaidi ya miaka 3. Na wakati naandaliwa, siku nilipoanza huduma, adui akainuka kwa upande mwingine. Wengine walinifurahia huduma na kunipokea, lakini wengine wengi walidauti huduma yetu. Walinichukia kabisa. Na wakasema huyu mtu anatafuta sadaka. Huyu tu hao wanaasi baba zao kiroho wanatafuta sadaka. Na wakati mimi sikuasi, nilifuata taratibu wote. Paka na ushahidi wa barua ninazo. Kwa hiyo na nikapokelewa watu vizuri, nikaanza huduma, lakini kibinadamu ilikuwa changamoto. Lakini katika ulimwengu wa roho ilikuwa ndio naanza chuo changu cha ulimwengu wa roho, kutembea kama wana Israeli ambao walitakiwa watembee na Mungu na kumsikiliza Mungu, hatimaye awapeleke mahali ambapo Mungu anataka wafike, nchi ya ahadi. Na mimi nilikuwa ndio ninaanza huduma ili Mungu anitengeneze huko mpaka nifikie katika level ambayo Mungu alitaka nifike ya utumishi huu ambao leo hii ninaona nimekaribia kufika. Amen. 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 Asante. Amen. Lakini baba, kuna watu ambao inawezekana wanasikia mwito wa huduma na hawajui wapi pa kuanzia, au pengine wamekatishwa tamaa au wanakatishwa tamaa. Unaweza ukawatia moyo, unaweza ukawashauri kitu gani au ukawaambia nini kuhusu mwanzo wa huduma ambacho kinaweza kikawasaidia, ambacho labda wewe ulipitia, hutamani wengine wapite? Mtu yeyote kama alivyosema mwanzo, inahitaji mwito wa Mungu. Kuna wito wa kuitwa kuokoka. Wito wa kwanza, Mungu anakuita, mtu anamjua Mungu, anaokoka, anasamehewa dhambi zake. Ndiyo. Wito wa pili ni pale anapofundishwa na Mungu, Mungu akaona mtu huyu ni mtenge kwa ajili ya kazi yangu. Ndiyo. Mungu atajifunua kwake. Lakini mimi kwa ushauri wangu, mtu yule ambaye ameanza kusikia Mungu anamuita, iwe ni kwa ajili ya roho za watu ama kwa ajili ya kitu kingine chochote, kinachotakiwa cha kwanza ni kujenga uhusiano wake na Mungu. Mtu yule ajazwe na Roho Mtakatifu. Amen. Tunakumbuka haya kwa sababu Yesu Kristo alikaa na wanafunzi wake miaka 3 kabla hajapitia kwenye mauti na kisha aende mbinguni. Miaka 3.5. Baada ya miaka 3.5 akawafundisha. Wanafunzi wake wale walimpenda sana Bwana, kwa sababu walikuwa na Bwana ama walikuwa na master wao Yesu Kristo. Hawakuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu. Maana Kristo alibeba kila kitu. Maana alisema aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa hiyo alikuwa na utoshelevu wa kuwalinda, wa kuongoza kila kitu. Lakini wakati anawaacha baada ya yeye kupitia msalaba na baadaye lazimu aondoke kwenda mbinguni, aliwaambia wanafunzi wake kwamba msiende mahali popote kuifanya kazi yangu. Kaeni kwanza humu mjini mpaka mjazwe Roho Mtakatifu. Nami nimemwomba Baba, kama anawakumbusha ile ahadi ambayo nitamwomba Baba awaletee ya Roho Mtakatifu, Roho wa kweli. Mtakapojazwa na Roho Mtakatifu ndipo mtajua nini cha kufanya. Watu wale walihitimu kwa kwenda kutii, na walikaa. Ukisoma katika kitabu cha Luka, kama sikosei, Luka 24 mstari wa 48, ndipo unaona ilikuwa ni maagizo ya Kristo. Luka 24 mstari wa 48, mwendelezo wa maongezi yake. Anasema, labda nisome hapa kama hutajali. Anasemaje? Anasema, ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya.
na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo tokao juu. Alikuwa anaongelea juu ya Roho Mtakatifu. Wakati huo ndio anaagana nao. Sasa tunaona pia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sasa sura ile ya 2, tunaona sasa hapo, je, hilo lilitimia alilowaagiza? Aliwaambia kaeni humu mjini mpaka mvikwe. Hajasema siku 2, 3, 5 ngapi, lakini mtulie mpaka mvikwe. Lakini tunaona hapa kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1, naweza kusoma mpaka wa 4, anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Waliwaambiwa kaeni hapa mpaka. Kukaja ghafla kutoka mbinguni kama uvumi na upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote iliyokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, ukawakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walipokuwepo Yerusalemu, Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Maana yake walisikia. Amina. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba walijazwa Roho nini? Mtakatifu. Lakini Yesu ndio aliwapa agizo, kaeni hapa mjini mpaka viko uwezo utokao juu. Kwa hiyo mtu yeyote anayesikia wito, cha kwanza hakisha amejazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu ndani ya mtu. Yeye ndio anaweza kukuletea kama una wito wa aina gani, ndio unaweza ukaelewa. Lakini pasipo Roho Mtakatifu ukainuka tu kwa sababu umeisoma Biblia unataka kutumika, hautafika. Kwa sababu utumishi sio wa mwanadamu, utumishi ni wa Mungu kwa mwanadamu. Amen. Nafikiri nimekujibu sawa. Utumishi sio wa mwanadamu, utumishi ni wa Mungu kwa mwanadamu. Watumishi wanaoitwa wanahitajika sana kumsikiliza Mungu na pia kushirikisha maono yao kwa wazazi wao wa kiroho. Na wanaweza wazazi wao wasiwaelewe kwa muda huo, lakini haimaanishi ndio uwe mwisho. Kinachotakiwa mtumishi aliyeitwa ndani ya kanisa, analelewa na baba yake wa kiroho ama mlezi wake wa kiroho, anapaswa awe mnyenyekevu sana. Maana sasa ni Mungu anamuita. Mungu saa hiyo wakati mwingine anaangalia moyo wake. Je, kwa kuwa Mungu anamuita, anaweza kumheshimu na mlezi wake wa kiroho? Anaweza kumheshimu na baba yake wa kiroho? Hapo sipoangalia ndio watu wengi wanakosea misingi yao. Unapaswa kunyenyekea. Biblia inasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu. Kwa hiyo unaponyenyekea kwa Mungu, unamnyenyekea Mungu, namwambia Mungu, wewe sio Mungu wa faraka. Wewe ni Mungu wa kujenga. Kwa hiyo ni lazima unyenyekee, muombe Mungu. Sasa Mungu ataanza kukupa hekima. Na wakuu wako wanapokuuliza, baba yako anapokuuliza kama mahali hajaelewa, unapokuwa mnyenyekevu na kumjibu inavyostahili polepole na kumtii, mwisho wa siku Mungu ataona moyo wako kwamba sio moyo wa kujiinua, sio moyo wa kupingana na baba yako wa kiroho. Na yeye Mungu atasema naye kwa namna hiyo, kwa kukuangalia. Mwisho wa siku yeye ataelewa kila kitu, na mwisho ataanza kukupa utaratibu wa kama kipimo cha kuanza huduma ile, lakini huku ukijua Mungu yuko pamoja na wewe. Ili uanze kujengewa msingi na Mungu kuanzia hapa, hukuwahi kusaliti wazazi wako wa kiroho. Kwa mfano mzuri, unamuona Daudi. Daudi anaandaliwa, ni kijana mdogo, yuko machungani, hajui kama Mungu anamwazia nini. Tunaona baadaye anaenda anapakwa mafuta na Samueli nabii. Lakini baada ya hapo unaona Mungu anafanya nafasi. Kwa kuwa alikuwa ni mpiga zeze, sijui zize au nini, mpiga kinubi, Biblia inasema. Anapiga kinubi vizuri. Akawa ameitwa wakati huo, Mfalme Sauli anapata matatizo ya ulimwengu wake wa roho na hata kwenye ulimwengu wa damu na nyama, akishambuliwa na roho chafu, Biblia inasema. Akawa ameitwa. Ilikuwa ni njia ya Mungu. Unaona anaenda, anapiga kinubi vizuri, yule mfalme anasikia faraja. Kutoka hapo akimaliza kazi yake, anaondoka kwa unyenyekevu. Angalia hata baada ya Mungu kuanza kutaka kumdhihirisha, vita vikainuka kutokana na mfalme wako, kiongozi wake. Lakini pamoja na vita hivyo, humuoni Daudi akileta rabshi yoyote. Unamuona Daudi ananyenyekea. Unaona Daudi pamoja na kufukuzwa, ikafika mahali kabisa ilipoanza kuleta vita, ni pale ambapo
jeshi la Wafilisti linaanza kutaka kupigana na Waisraeli. Basi siku moja baba yake Daudi ambaye anaitwa Yese anamwambia, hebu nenda, kuna vita vinapigana huko, angalia kaka zako na jeshi wanaendeleaje, niletee habari. Anapokwenda anaenda kukuta Goliath anatokezea. Wasomaji wa Biblia mnaelewa. Na mwisho Goliath wakati anatokezea, Daudi kwa sababu alikuwa amepakwa na mafuta na Mungu anamchukua hatua kwa hatua, ndipo akasema huyu mtu asiyetahiriwa naye atukaje majeshi ya Mungu ali hai. Kutoka hapo mnajua habari hiyo, mwisho akafikishwa mpaka kwa, akasema mimi huyu mtu atafanywa juu, huyu mtu ambaye anatukana majeshi. Wote wa Israeli wako wamenyamaza, si kwa sababu alikuwa hawapo majemedari, lakini ilikuwa liko kusudi la Mungu la kumdhihirisha Daudi kwamba ni chombo ambacho amekichagua. Basi mwisho ilipofika kwa mfalme naye akamhoji, akamweleza. Kutoka hapo akamvalisha mavazi yake. Baadaye hakukataa Daudi, hakumwambia mimi sitaki mavazi yako, alikubali. Angalia roho ya utii. Hata kama anaona hii kitu sio sawa, lakini ananyenyekea. Kwa hiyo mtoto, ukitaka kufanikiwa ni unapaswa kunyenyekea viongozi wako. Maana kuwanyenyekea hata kama wanakupinga haiondoi kusudi la Mungu. Inafika mahali Mungu mwenyewe atatengeneza njia. Na mwisho unaona anasema akajaribu kwenda, mwisho akageuka. Hakumkatili hapo, alijaribu kwenda. Na mwisho akamwambia, mfalme uishi milele, haya mavazi sikuzoea, ikikupendeza niache. Akayaacha, akaondoka hivyo hivyo na kombeo lake na mawe akayokota. Alienda kumuua yule Goliath. Kutoka kumuua Goliath, CV yake ilikuwa ndio inasikika. Vita ndio vilianza hapo. Pamoja na vita vikali vilivyoangazwa, ilisababishwa na watu. Na mimi nataka kusema kwa wale ambao watapata wito, moja ya unyenyekevu, angalia watu unapofanya vizuri, watu wanapoitika juu yako, watu wanapofuata huduma juu yako, angalia usije ukashindana na wazazi wako wa kiroho. Mungu ndio anakutumia na Mungu ndio aliwaweka pia wale. Anakuangalia wewe sana, wewe unafanyaje? Wakati wale wanawake wengi wanaimba wanasema Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua 10,000. Kwa hiyo Sauli anasikia, Daudi naye anasikia. Kutoka hapo hasira mfalme akainuka, akasema huyu sasa anakuja kunipita. Lakini tunaona Daudi alifanya nini? Daudi alichofanya, yeye hakukaa ushabiki wa wale watu. Yeye alikaa, alijua ni Mungu ndio aliyefanya. Kwa hiyo watu unapopata wito na Mungu anaanza kukutumia, na watu watakusifu, watu watatangaza, angalia sana usije ukakosea ukarudisha majibu kuonyesha kama watu wengine wale hawafai. Walezi wako hawafai, hapo ni kipimo chako. Lakini ukikivuka, wacha watu waseme wanavyosema, lakini wewe ukisimama hawatapata maneno ya ushabiki wako. Na ndio maana unaona Daudi alifaulu, hata siku moja hakukutana na Sauli kumnyoshea kidole. Hata katika vita vyake ameenda kulala kwenye pango, hakugeuka kumtukana Sauli, bali alimwambia mimi nimekosa nini? Ni ulikuwa mbele yangu, hata nguo imekatwa hapa iko kidogo, roho yangu ikahukumiwa, lakini mimi nimekosa nini? Mpaka anamwambia wewe utakuwa mfalme wa Israeli. So kila mtu anayeitwa, tegemea aliyekuita. Kama ni mbingu, lazima Mungu naye atumie wanadamu, atumie wakuu wako. Wanaweza wakakupeleka mahali ukafanya huduma, lakini lazima wewe ukae na Roho Mtakatifu kwa muda mwingi ili kujua kile ambacho wakuu wako wanakutuma Mungu ameridhia. Amen. Amen. Yamkini umeitwa kwenye huduma, umesikia kitu ambacho baba yetu askofu ametuambia, ni unyenyekevu na utii ndicho ambacho kitakutoa. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Na mimi nashukuru kwa ujio wenu, lakini nataka kusema hata mimi bado nanyenyekea, kwa sababu bado sijafika, bado nanyenyekea, lakini at least nimeelewa vio vya Mungu. Amen. Hatua za Mungu ambazo kamwe hata ungenieleza tangu siku ya kwanza kwamba Mungu atakufanyia nini na nini, ilikuwa ni kama usiku wa giza. Lakini nilichokuwa kinanisaidia ni kung'ang'ana na kile anachonisemesha na kishika, sikiachi. Kinapokitimiza anatokezea, ananitia moyo, anaambia hapo uko sawa. Wakati huo anaponiambia uko sawa, watu wengine wanaona kule ni kama vile nakosea. Sikugeuka mpaka watu sasa wameanza kujua kwamba nimebeba nini kwa kusudi la Mungu.
Wow, glory, 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 glory. Karibu sana. Baba, asante sana. Tumefurahi. Yeah. Mimi nafikiria haya ni majibu yamejitosheleza ya maswali mengi. Ndiyo. Na watu wengi watakaosikia ninaamini watabarikiwa. Amen. Asante sana kwa muda wako. Amen. Asante kwa kutujibu maswali precisely. Barikiwe sana. Amen, asante. Wakaribishe. Asanteni sana. Mama Askofu, leo ni siku nzuri sana ambayo watu wengi nafikiri wangependa kusikia, kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu sana ambaye mmeanza huduma pamoja na Baba. Wokovu wenu mmepata kwa siku moja. Unaweza ukatuelezea kwa ufupi changamoto au madarasa au ni nini ambacho umejifunza kutoka kwenye hii huduma tangu mlipoanza? Nashukuru sana. Amen. Kwa sababu ya kuniuliza jambo hilo. Amen. Kitu cha kwanza namshukuru Mungu sana kwa sababu tangu tumeokoka na mpaka tumefikia kuwa watumishi, changamoto kwa kweli zipo. Lakini kwa sababu mtu umeamua kuyatoa maisha yako kwa Yesu, unabudi kuvumilia, kujikita, kumtaka Yesu kwa bidii. Ni mambo mengi mtu hasa kama mama mchungaji. Najifunza pia kupitia mume wangu, maana yeye ndo ameitwa. Mimi niko nyuma yake. Nilijifunza tangu siku ya kwanza kwamba nikimtangulia nina maonyo ambayo tayari nilishawahi kupata. Maonyo kupitia huduma. Labda wengi wanaweza wasijue huduma ya huyu baba, lakini huduma ya huyu baba tangu mwanzo, kabla hajawa hata mchungaji, alikuwa mwinjilisti. Wengi walianza kuiona huduma yake. Na wakaanza kusema huduma hii ni kubwa sana. Na hasa sisi kama mama wachungaji nikapata maonyo kwangu. Na yale maonyo niliandika kabisa kwenye kibao cha moyo wangu. Sikuandika kwenye daftari maana naweza kusahau. Lakini lilikaa moyoni kwamba mimi kama mama mchungaji, je, namsapotije mume wangu ambaye ameitwa na Mungu. Onyo la kwanza niliambiwa huduma hii ni kubwa, ukifanya mchezo ni mambo makali. Mungu aliwahi kuniambia ukiifanya kama ni mtu wa kuzuia huduma hii isiende, Mungu akaniambia nitakuua na ndani ya mwezi mmoja nitamuondolea mume wako huzuni. Nitampa mke mwingine wa kutumika naye kwenye huduma. Kwa hiyo jambo hilo nililikamata, hata nikasema nisiandike, taandika moyoni. Kila mahali anapofanya huduma huwa najificha nyuma yake. Nikijua mimi nina support huduma ya mume wangu. Pale panapokuwa pagumu ninakimbiaga kwenda kuomba. Tukiona tunaenda, lakini kama hatuendi, unaona kama washirika wanakuja mara wanaondoka, lakini unasema kwa nini washirika wanaondoka, na saa nyingine kwa nini washirika mwana kama tunakuaje, unakimbia kwenda kwenye maombi. Mtu kama mama mchungaji, kuna wakati tunapita, tulipoanza huduma, kuna wakati tunapita kwa sababu ya kuishiwa, hakuna kitu, huduma ni ngumu na ni bado changa. Tulikuwa tunapata labda shilingi 700 tu kwa Jumapili. Sasa ukiangalia una watoto wanaosoma, una mahitaji ndani. Kwa hiyo unaangalia ile 700 unaweza kaifanyia nini? Kwa hiyo tulikuwa tunaishi, saa nyingine mtumishi wa Mungu anatoka kuhubiri, hakuna kitu, hakuna sukari, hakuna unga, hakuna chochote ndani, tunaangaliana. Na anapokuja ndani huwa namuuliza nyumbani, sasa umetoka madhabahuni, takupikia nini? Mimi kama mama mchungaji lazima nimjali mtumishi wa Mungu, kwamba anatakiwa kula, anatakiwa kuvaa vizuri, anatakiwa kupendeza, anatakiwa kuonekana naye ni mtu katika watu. Sasa nikimwambia tutapika hata nini, kwa sababu sukari hakuna chochote, lakini ananiambia Yesu huwa anajitegemea. Mungu anajitegemea kwenye hii kazi. Yeye atakaa, atatulia, atasubiria. Lakini mimi nashukuru kwa sababu siku hiyo Mungu alitenda muujiza. Nilikuwa nimewasha moto, tena tunatumia jiko la maranda, sio jiko la kifahari, jiko la mabura haya maranda. Tunajaza, nimejaza, nimewasha moto wangu, nimeweka nje. Kwa imani tu nilichukua sufuria na maji nikaweka pale nje. Maji yanachemka. Lakini namwambia nitakupa nini? Ametulia tu kwa sababu ametoka kuhubiri.
alipita mama mmoja akaniambia, mama mchungaji, twende nyumbani kwangu. Nikaenda kweli na yeye, sikujua ni nini anaenda kufanya, lakini alienda, alinipa mchele, akanipa na cabbage. Nilivorudi nikamwambia Mungu asante, kumbe nilibandika maji, wewe ulikuwa na muujiza wetu. Nikautupia ule mchele kwenye maji, nikakata na cabbage, nikapika wali wa cabbage, mtumishi wa Mungu akaweza kula. Amen. Kwa hiyo ninawatia moyo hasa wa mama wachungaji, wanapopita mahali pagumu wasikate tamaa. Kuna kulala njaa, kuna kuishiwa na pesa, kuna kuishiwa na mavazi. Mimi nilikuwa naishiwa na mavazi kabisa, mpaka kiatu niliishiwa. Ikafika mahali yani sina, kwa washirika sasa wakaanza kunipatia nguo kama mama mchungaji, angalau apate nguo ya kubadilisha. Nikapewa kiatu cha mtumba, nilikuwa nacho kimoja. Lakini hicho nilikivaa kwanza kabla nikisubiri mambo ya Mungu yakamilike. Lakini namshukuru Mungu, tulienda Mungu akaanza kutenda muujiza. Baadaye Mungu akaanza kufungua milango. Ndivyo tulivyoenda, na kanisa linavyoendelea ndivyo na milango ya Mungu inaendelea kufunguka. Amen. Kwa hiyo nawatia moyo hasa wa mama wachungaji, wasiwe wananung'unika. Mimi nilijifunza kutokunung'unika na kutokumtangulia mume wangu kwa sababu ya onyo la kwanza. Kwamba nikikosea, kumbe si adui aniui, ni Mungu ataniua mwenyewe. Sasa kama nimepewa hilo jambo, naogopa. Kila nikiona baba akiwa mkali na nyenyekea na tulia, yani naenda naomba kimoyo moyo, Mungu nisaidie, huenda nimekosea. Mara nyingi nilikuwa natubu na kuomba rehema. Mimi nikiona jambo natubu, naungama na muomba Mungu tusaidie hapa, maana hatuwezi. Na hatujawahi kwenda kwenye wokovu tukarudi, au mtu hajaenda akarudi akaufahamu wokovu. Lakini hivi ninavyoenda ndivyo nilivyokuwa najifunza hatua kwa hatua. Pia mtumishi wa Mungu, Mungu anaposema naye, mimi nanyenyekea mbele za Mungu. Namsikiliza yeye, na mara nyingi nilikuwa naona yeye, mimi anapofika madhabahuni, Mungu kuna kitu amefanya ndani yangu. Huwa simwangalii kama mume wangu, namwangalia kama mtumishi wa Mungu. Ndio maana nikiwa mgonjwa huwa natoka. Kwa sababu simuoni yeye, yani nafutika kabisa, simuoni. Namuona ni kama mtumishi wa Mungu, yani imefutika. Maana nikimwangalia kama mume wangu naweza kujivuna. Ikija roho ya kujivuna nitakosea. Kwa hiyo nikaona nimwangalie, yani ikifika madhabahuni navua lile cover la kusema ni mume wangu, saa hiyo ni mtumishi wa Mungu. Amesimama madhabahuni. Na anaponiombea ninapona, kwa sababu sisemi ni mume wangu kaniombea, ni mtumishi wa Mungu ameniombea na mimi nimepona. Amen, amen, amen. Nadhani kama kuna wamama wachungaji ambao wamesikia kwa upana kabisa kwamba kuishi kwenye ndoa kama mama mchungaji lazima uamini wito wa mume wako na uende kwa unyenyekevu, usimtangulie mume wako. Amen. Mama, tunaelekea kwenye hili kanisa ambalo ni hekalu la 6. Wewe kwako lina maana gani, ukiwa ni mama ambaye umeona wito wa mtumishi wa Mungu baba yetu Ibariki Sumbe ambaye ni mume wako tangu mwanzo mpaka hapa? Lina maana gani kwako na nini umejifunza kutoka kwa baba yetu? Namshukuru Mungu kupitia wakati huu tunapoingia kanisa hili la 6, ni kwamba naongeza unyenyekevu. Amen. Nimejifunza kunyenyekea kama yeye anavyonyenyekea. Amen. Mara nyingi nilikuwa nikimwambia Mungu, hata kama mimi ni mama mchungaji lakini naona kama napelea, ila ninamwambia Mungu, kadri unavyomlinda mtumishi wako, nilinde na mimi. Amen. Ile nguvu nemlinda naye, naomba unilinde na mimi pia. Amen. Ili nijifunze siku zote kunyenyekea. Amen. 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 La mwisho kabisa ambalo utawaambia mama wachungaji ambao ndio wanachipukia, labda ameingia kwenye ndoa, ni binti, amekuwa mama mchungaji, hajui pa kuanzia, au naye anakumbana na changamoto kama ambazo ulikuwa unakutana nazo, nini ambacho ungemwambia cha mwisho kabisa? Wale wanaoanza kama huduma kama mama wachungaji, ndio ninawahasa kama wajifunze kunyenyekea. Amen. Na kumwangalia Mungu. Amen. Wawe watu wa maombi. Amen. Yani mioyo yao waendelee kumwomba Mungu, aachilie roho ya maombi ndani yao. Amen. Na roho ya kunyenyekea. Amen. Tunanyenyekea kwa ume zetu na pia tutanyenyekea mbele za Mungu. Amen. Kwamba
jinsi Mungu anavyomtumia mume wangu asinipite na mimi. Wainue huduma za waume zao hata kama hawaoni sasa. Na mimi nilikuwa sioni, lakini kumbe Mungu anayo. Ndio maana anasema utangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo Mungu alitangaza kwa mtumishi wa Mungu kwamba kanisa hili litakuwa kubwa, lakini saa hiyo huoni na washirika ni wachache. Kwa hiyo mtu ajifunze tu kunyenyekea hata kama ana washirika 5. Lakini mama mchungaji asiwadharau, awaheshimu. Wale pia ni Mungu amemletea kwa ajili ya kujali, zile roho ni mali ya Mungu. Kwa hiyo ajifunze tu kwamba kuwaombea kwa bidii wale watu. Mungu awasaidie, na wakiwa na mapungufu yeye aende tu mbele za Mungu kuwabeba wale watu. Yaani aone ndo mzigo wake wa kuwapeleka mbele za Mungu. Watafikia pale Mungu anataka wafike. Na sisi tulianza hivyo, lakini Mungu akatufikisha mahali anataka tufike. Kibinadamu unaweza kuona kama unatamani ifike kwa haraka, lakini hapana, mbele za Mungu sio hivyo. Mungu anampeleka mtu hatua kwa hatua. Pana mapito. Kila wanapoongezeka washirika pana mapito. Wale 5 atafanyiwa mazoezi pale. Lazima chuo kiendelee. Mtu huwa anafanyiwa mazoezi au mitihani akiwa kazini. Kwa hiyo mama wachungaji pia tuna mitihani yetu. Unaweza kudharauliwa na washirika. Mwingine anaweza kukuona ufai, mwingine anaweza kukushusha, mwingine anaweza kukuona hujui kuvaa vizuri, lakini wewe usiangalie hayo. Jifunze kwenda mbele za Mungu. Mwenye hatima ya mtu ni Mungu. Amen. Hilo kubwa. Mwenye hatima ya mtu ni Mungu. Kwa jifunze kwenda mbele za Mungu. Mama, asante sana. Tunakushukuru kwa muda wako. Ninaamini watakaosikia watakuwa wamepata kitu kikubwa, watajifunza na itawasaidia kusonga mbele. Amen. Asante sana. Barikiwa sana. Amen.